kushuka kutoka mbinguni hivi hivi tu. Imani hii imeshuhudiwa kwa damu. Damu ilimwagika, jasho lilimwagika chini, na watu walifanya sadaka kubwa ya maisha yao ili imani yetu katika jimbo kuu na katika kanisa la Tanzania na kanisa la Afrika iwe ilivyo. Kwa nini naongea hivyo? Ninataka kusema tu kwamba, au kuwakumbusha kwamba imani yetu haina bei. Sio kwamba ni bure. Kiingereza tunasema ni priceless. Priceless ni kwamba hata ukiambiwa ni bilioni, ukani imani yako kwa bilioni 5, bilioni 10, bilioni 20, bado sio bei yake. Kwa sababu inaweza ukapata kishawishi cha kusema uongo, kwenda kinyume na imani yako, kusema uongo, kusimamia uongo, kusimamia lisilo sawa na kulitetea hadharani dhidi ya imani yako. Na kwa kufanya hivyo tunafanya imani yetu isiwe na thamani. Tunakumbushwa kwamba imani yetu ni priceless, haina thamani. Hakuna kitu ambacho utakitoa badala ya imani yako. Tuijue imani yetu, tuipende imani yetu, tuihifadhi imani yetu, na tuone fahari kuwa Wakristo wa Katoliki. Na kuendana na hilo, kuna pointi moja ya ujasiri. Ili kuitetea imani inakupasa kuwa jasiri pia. Martha sister yule, Benedict brother yule na mwenzake waliuawa sio kwa sababu walikuwa ni waoga, walikuwa ni majasiri. Na katika ujasiri huo, kwa kusimamia imani yao, walikufa. Ujasiri huo uendelee kuwa pamoja nasi katika kanisa letu leo na sasa. Mkristo atambue kwamba kuwa mtu mwoga sio option, sio shauri la kuchagua, sio jambo la kuchagua. Huwezi kuchagua kuwa mwoga. Tunaalikwa, tunasukumwa tuwe watu wajasiri ambao tunapenda kusema ukweli, kusimamia ukweli, kuzungumzia mambo ya haki bila kuogopa, kwa sababu haki, amani ni matunda ya kimungu, hayatengenezwi na mwanadamu, ni matendo ya kimungu. Kwa hiyo muumini yoyote, muumini anayote anamwamini Mungu, awe na ujasiri huu wa kusema ukweli, kutaja haki ya mtu kwa jina lake, na kusimamia amani katika familia, katika kigango, katika jumuiya, kila mahali, katika parokia zetu, katika majimbo yetu, lakini kwa namna pekee katika taifa letu tukufu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba wapo watu, mababa zetu, watu wengi wenye mapenzi mema, ambao pamoja na pressure ambayo inaweza ikawepo katika jamii, bado wanasimama katika ukweli, wanasimama katika kutetea haki, wanasimamia katika kutetea amani ya kweli. Tuendelee na mtindo huo.